Kwa majina naitwa Lima Jeremia, mmoja wa wazee wa kanisa la Waadventista wa Sabato Kiseke. Ninapenda kuwakaribisha kwa ajili ya mikutano hii ya makambi inayoendelea hapa kanisani Kiseke, ikiwa leo ni siku ya 4 ya mfululizo wa vipindi vyetu vya makambi. Kwa kweli tunazidi kubarikiwa kwa namna ambavyo tunajifunza. Tumekuwa na mafundisho ya kipekee sana katika maisha yetu, mafundisho ya kaya na familia, mafundisho makuu kwa ajili ya kumheshimu Mungu kwa matoleo ya zaka na sadaka, mafundisho kwa ajili ya kusogeza karibu na msalaba. Na kwa kweli napenda kwa namna ya ajabu kuwakaribisha wote ambao bado hamjapata nafasi ya kuja kushiriki nasi. Karibuni sana tuweze kubarikiwa pamoja, na kwa kweli nawaombea baraka za Bwana mnapopanga kuja kujumuika nasi katika makambi haya ya kipekee. Bwana awabariki. Kwa majina nafahamika kama Joyce Ayubu na kutokea kanisa la Mlima Nuru katika mtaa wa Kiseke. Ningependa kukufahamisha kwamba katika mtaa wetu wa Kiseke makambi yanaendelea, na ukweli ni kwamba makambi yako moto. Tuna wachungaji wazuri ambao tunajifunza neno la Mungu kwa aina mbalimbali. Tunajifunza somo la elimu, tunajifunza somo la uongozi, tunajifunza hotuba kuu, na katika hotuba kuu tunaye mkuu wa idara ya vijana South Nyanza Conference, mchungaji Sam Gisili. Ukweli ni kwamba anazidi kutubariki, anatuelekeza katika yote ambayo tulikuwa tukielewa tofauti. Tunazidi kujifunza visa mbalimbali, anachimba kwa undani zaidi ndani ya hivyo visa. Mfano leo tulikuwa na somo la wanawali na tumejifunza upumbavu ni nini, kwa nini wale wanawali waliitwa wanawali wapumbavu. Sasa nisikukaribishe wewe ambaye umekosa na hujahudhuria. Karibu sana mtaa wa Kiseke, tunapatikana Kiseke B ukiwa na barabara ya kwenda Buswelu. Kama kambi yetu yapo barabarani tu, ukipita unayasikia. Nikukaribishe wewe ambaye bado hujafika, ufike tuweze kujifunza pamoja, na Bwana akubariki. Na mimi jina langu ni Frankie Nixon Mapunda, ni mshiriki kutoka katika kanisa la Kiseke ambalo lipo katika mtaa huu, ambalo ni kanisa mama kwa mitaa hii. Tumeshiriki kwa uzuri kabisa katika sikukuu za vibanda alimaarufu kama makambi, na kwa mwaka huu limekuwa ni kambi la kwanza ambalo limekuwa katika conference yetu, limewakilisha vizuri katika uzinduzi. Wachungaji wametufundisha masomo mengi, masomo makuu, masuala ya unabii, ila katika swala zima la mnenaji mkuu ametusikiliza sana, ametusisitiza tuweze kuwa karibu na Kristo. Hicho ndo kiini cha somo ambacho kinazidi kutuunganisha mwanzo mpaka mwisho, na niwasihi tu kwa wale ambao wanatufuatilia kupitia media hii kwamba wasisite kuja kwa hizi siku chache ambazo zimesalia, kwa sababu unaweza ukaondoka kama yule ambaye alianza kufuatilia au kuja katika mikutano hii. Kwa hiyo nikusihi kwa wewe ambaye unatufuatilia sasa, ukaribie katika viwanja hivi katika kanisa hili la Kiseke ili upate nafasi nzuri ya kujifunza neno la Mungu ili upate wokovu, na Mungu akubariki sana. Kwa majina naitwa Manyasi Joktan Japani, ni mshiriki na mzee wa kanisa katika kanisa la Waadventista wa Sabato Kiseke. Ninazidi kubarikiwa na makambi haya ya mtaa wa Kiseke 2026 ambayo yana moto unaosema nitakwenda nikimsubiri Yesu. Wachungaji wamezidi kuzungumza, wametupatia neno la tumaini. Tukizidi kumngoja Yesu na kumsubiri, wakati huo huo hali zetu za kiroho zikizidi kuimarika. Na kwa namna moja ama nyingine, napenda kukualika wewe unayetusikiliza na unayetufuatilia kupitia mitandao ya kijamii, karibu sana katika kanisa la Adventista wa Sabato na mtaa huu wa Kiseke, ili tuzidi kubarikiwa kwa pamoja katika makambi haya. Na natumaini kwamba makambi haya hayatakuacha mpweke, bali yatakuweka katika tumaini ambalo Yesu Kristo amekusudia pale ajapo akuchukue katika mojawapo ya wale washindi ambao watakuwa wamevikwa taji ya uzima milele. Mungu akubariki na karibu sana.